kuna lipi ambalo limekuvutia kwenye matukio ya injili mpaka kama? Mimi nasikiliza muziki wa gospel, na usisahau kitu tunachofanyia kazi Clouds, pia tuna kipindi cha gospel, na siku hizi unajua pia muziki wa gospel unapigwa hata kwenye vipindi ambavyo ni ya muziki wa kawaida, kwa sababu zina inspire nyingine. Kwa hiyo sidhani kama ni maajabu sana, na pia kuangalia pia ambao wanafanya vizuri wakipewa tuzo zao. Kuwa part ya entertainment industry, najua kabisa na gospel music inahusika huko ndani. Sasa ni watu wa injili ambao wewe leo unaona kabisa wanachukua tuzo hizi? Ni ngumu sana kusema, kwa sababu nafikiri Joe Ward ametengeneza hit single ambayo imekata cross kwenye muziki wa aina yote. Nafikiri pia John Kabishe pia anaweza kuchukua tuzo. Wataka kunipa lawama tu hapa. I don't know. Najua yatakuwa ni wengi. Asante. Lakini niseme hongera kwa kufika hapa. Asante. Kuna maneno kwamba tuzo hizi pengine kwa sababu tumetolewa kwa mara ya kwanza kwamba zikotoa kwa nyingi, watu sio wengi, mwamko sio mkubwa. Kwa hiyo kwa upande wako sijafahamu sana, kwa sababu ndo nimefika. Ningeweza kuingia ndani labda ningekuwa na majibu sahihi. Nafikiri kitu chochote kinakuwa kina mwanzo fulani, na wanasema mwanzo ni mgumu. Cha muhimu ni kuanza. Then ameanzisha mtu, ameweza kuanza kutoa tuzo. Naamini mwakani usiku utakuwa umechangamka zaidi na watu wengi watarespond. Okay, maandalizi ya tuzo nyingi sana kwa nchi kwa sababu ya shahidi. Kumekuwa kuna malalamiko ya kutolewa na kuwakatisha tamaa baadhi ya wasanii kuja kushiriki katika tuzo hizi. Na leo hii tumefika hapa kwa mara ya kwanza, pengine unaweza ukatoa ushauri ili kuweza kuwatia moyo watu kushiriki hizi tuzo askari, kwa sababu lawama nyingi zimekuwa zikienda kwa waandaji. Na tathmini yako ni kusema na waandaji. Wajua swala la tuzo, kila mmoja anahisi kwamba ana deserve kupata hiyo tuzo. Sijaona tuzo zote zisizokuwa na malalamiko. Ni dunia nzima, mpaka Oscars, Grammys, unaona kabisa. Hata mimi kama shabiki naona hii tuzo ilibidi apewe mtu fulani. Lakini ukweli unabaki pale pale kwamba hakuna siku ambayo tuzo zitafanyika kila mtu akasema nimefurahi sana kufika kwenye hizi tuzo, kwa sababu kila mmoja alipata tuzo ambayo ana deserve. Kwa unaweza kumuona fulani na deserve, kumbe wengine wanamuona fulani na deserve zaidi. Inaweza kuwa ni maono yako binafsi, lakini kuna maono pia ya mashabiki na waandaaji mengi. Kuna vitu vingine vya ziada ambavyo wanaangalia. So kwangu mimi natarajia malalamiko yatakuwa makubwa sana baada ya usiku wa leo. So cha muhimu kwa waandaaji wasikate tamaa, kwa sababu ni ya kwanza. Kama kuna sehemu ya kurekebisha warekebishe, and then mwakani tunapokuja naamini makosa yatakuwa yamepungua, japo hayataisha. Niamini mimi, nukuu maneno yangu, hayataisha malalamiko, na hayataendelea siku zote. Zaidi ni kufanya kile ambacho ni bora zaidi. Tufanye tathmini kidogo ya muziki wa injili, kwa sababu tunajua experience tangu kipindi hicho back in days hadi sasa hivi tumefikia hapa. Unaona ni vitu gani ambavyo vimebadilika kwenye muziki wa injili, ama tuko wapi transformation ya kutoka huko nyuma mpaka hapa unaona? Wasanii katika watu ambao wameimprove sana kwenye kazi ambao wanaifanya ni pamoja na muziki wa injili. Muziki wa injili wameimprove kwanza kwenye video zao, kwanza kwenye performance zao, kwanza kwenye uandaaji wa album zao, matukio yao kwa ujumla wameyafanya kwa kuona kabisa hao ni watu ambao wanaweka hela zao, wakiamini kwamba wanatangaza muziki wao ambao na mashabiki ambao wao wanaohitaji. So kwangu mimi kila kitu kimeimprove, kila kitu ni quality, and kinachofurahisha zaidi ni kwamba wameingia sasa kwenye competition na wanatengeneza hela nyingi kuliko wasanii ambao wanafanya muziki wa kawaida. Hiyo ni jitihada ambayo waliweka muda mrefu sana. Kwenye mauzo ndio usiseme, mimi nafahamu muziki wa gospel una numbers kubwa mno, kwa sababu muziki wa gospel sasa hivi, zamani kama atakuwa kuna mtu anajisikia vibaya, lakini muziki wa zamani wa injili kwa wanasema ukisikiza muziki wa injili unaonekana umeokoka. Lakini sasa hivi umekata cross, unakuta mtu hata dini yake sio ya Kikristo, lakini anasikiliza muziki wa gospel kwa sababu kuna inspiration anaipata ndani. So hii ni namba kubwa sana ambayo wameifanya kuweza kubadilisha mindset za watu wote na kufahamu kwamba muziki wa gospel ni muziki kama muziki mwingine na una watu wake na mtu yeyote anaweza kusikiliza. Okay, hiyo tu kwenye muziki wa injili ambapo kuna watu ukiangalia
kama ulivyosema basi ndio kuna kama ni muziki wa wazee, lakini sasa hivi unaona hata waimbaji vijana kila jioni na wakati comment pengine hii creativity ya kuhamasisha vijana sasa hivi gospel inafanyika, unaona pia wao utasikia nyimbo ina hip hop ya gospel ndani yake, na pengine unaona creativity yao au vijana wanajitahidi sana kuwavuta vijana wengine bila kusikiliza gospel. Ikoje creativity yao? Hiyo ni nzuri sana. Nakumbuka mwaka jana kwenye maandalizi ya Christmas carols, mwaka juzi actually, walikuja wasanii wa muziki wa gospel na wakawa wanafanya muziki wa hip hop. It was amazing. Kiukweli kabisa. Na nachokiona hapa ni namna ambavyo nataka kufikisha ujumbe. Unajua ukitaka kufikisha ujumbe kwa watu, ishi kama wao. Kwa hiyo vijana wengi wanapenda muonekano wa watu, wanapenda aina ya muziki fulani. Nafikiri ujumbe wa Mungu pia unafika kwa njia rahisi sana kwa style. Tuhitimishe hapa kwenye creativity hapo niseme kwenye matumizi ya lugha. Nilimtaja Joel Lwaga hapa. Tuliona baadhi ya nyimbo wasanii wetu wamekuwa wakichukua lugha za kutoka nje ama lugha za kigeni ambazo ukileta huko watu wengine hawaelewi tafsiri, wanatafsiri ndivyo sivyo. Pengine kwenye matumizi ya lugha kwenye nyimbo hapo kuna ubaya wote kuchukua neno la Nigeria la Kiingereza? Kuna ubaya wote? Sidhani kama kuna ubaya wote. Zaidi ni wao wanaofanya huo muziki watusaidie na sisi ambao hatuzijui hizo lugha wakatuambia maana yake. Nafikiri ndio njia rahisi ambayo inaweza kufanya tukaelewa wote, lakini ujumbe as long as ni ule na unaeleweka, sidhani kama ni tatizo. Tusitoshe ili kuweza kuwafanya wasanii wetu wa injili au wafanya muziki wa gospel wasilalamike, inabidi wavuke nje ya mipaka. Wanapovuka nje ya mipaka ndio jinsi ambavyo mapato yao yataongezeka. Kwa hiyo kwangu mimi naona ni kitu kizuri kama wanaweza kukata cross na kuonyesha dunia kwamba hata Tanzania kuna gospel na inafanya vizuri. Tumezoea kwenye muziki wa lakini pia sasa hivi tunaona muziki wa gospel kwa wewe kana wako unahisi ni sahihi kwa na vipi na Swali lako liko very tricky. Yaani mimi naamini kama beef inakutengenezea, sasa hapo najibu kama mimi. Kama inatengeneza hela, why not? Lakini kama inawashusha na kukuweka kwenye sehemu ambayo maybe kuna watu watakujaji tofauti, then kwangu mimi it's a wrong move. Yeah. Asante sana.